Kiongozi wa chama cha upinzani huko Tanzania, Tundu Lissu, ambacho ni chama cha demokrasia Chadema, hii leo amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu akiwa chini ya ulinzi mkali, huku mawakili wa serikali ya Tanzania wakiomba muda zaidi kukamilisha upelelezi. Lissu amerudishwa gerezani, kesi yake ikitarajiwa kusikilizwa tena mnamo Juni tarehe 2, kama anavyotupasha mwanahabari wetu Blue Smile Hassan. Kiongozi wa Chadema Tundu Lissu alifikishwa katika mahakama ya Kisutu akiwa chini ya ulinzi mkali uliomlinda hadi kizimbani. Tundu Lissu alikuwa na tabasamu aliposimama mbele ya hakimu mkazi Franco Kiswaga. Mawakili wa serikali ya Tanzania walieleza mahakama kwamba uchunguzi wa kesi hiyo upo katika hatua za mwisho kukamilika, huku mawakili wa Tundu Lissu wakitaka kesi hiyo kuendelea katika njia ya kawaida kinyume na njia ya mitandao. Hakimu huyo alikubali ombi hilo na kuonya wanaohudhuria kesi hiyo kupunguza mihemko. Tundu Lissu amerudishwa gerezani huku kesi yake ikitarajiwa kusikizwa tena Juni tarehe 2. Tundu Lissu alikamatwa na jeshi la polisi la Tanzania mnamo Aprili tarehe 9 mwaka huu alipomaliza mkutano wake wa hadhara wa kampeni za Chadema huko Mbinga. Kushikwa kwake ni kwa tuhuma za uhaini, uchochezi wa wananchi, akiwataka kususia uchaguzi iwapo mageuzi ya tume ya uchaguzi hayatafanyika, akitumia msemo maarufu wa no reforms no election. Lissu pia ametuhumiwa kuchapisha taarifa za uongo. Kesi ya kiongozi huyu wa chama kikubwa cha upinzani cha Tanzania Chadema imevutia wanaharakati na makundi ya kupigania haki za kibinadamu hasa kutoka Kenya, ambao juhudi za wengi wao kuingia Tanzania kusikiliza kesi ya Tundu Lissu zilizama, wengi wao wakirejeshwa makwao pindi tu walipotua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere. Aliyekuwa jaji mkuu David Maraga aliruhusiwa kuingia Tanzania na kuhudhuria kesi hiyo. Wakenya walionyimwa kuingia Tanzania kusikiliza kesi ya Tundu Lissu ni pamoja na kiongozi wa upinzani Martha Karua, aliyekuwa jaji mkuu Willy Mutunga, pamoja na mtetezi wa haki Lynn Ngugi na wakili Gloria Kimani. Wengine wao walikuwa mwanaharakati Hanifa Adan na Hussein Khalid, huku mwanaharakati Boniface Mwangi naye akijipata taabani huko Tanzania. Msemaji wa serikali Isaac Mwaura ameitetea serikali ya Kenya katika sakata hii, akisema kwamba matukio hayo ni uamuzi binafsi wa nchi ya Tanzania. Blue Smile Hassan, KUTV.